imeanza kuonekana kuwa ni siku nzuri zaidi kwa wanamichezo. Tunakutana kujadili mambo mbalimbali hapa kwenye kipindi cha Viwanjani ambacho kinaanza muda huu mpaka pale majira ya saa 6 kamili za mchana ambapo itakuwa ni tamati ya matangazo haya kwa siku ya leo. Tuna mengi zaidi ya kuzungumza juu ya yale ambayo yamejiri hapa nchini Tanzania ama yale yanayopikwa kwenye taarifa mbalimbali za michezo hapa nchini Tanzania, bila kusahau kile kinachojiri kimataifa. Kuna mambo mengi zaidi yanayojiri kwenye FIFA Club World Cup. Yapi hayo tutaenda kuangazia baadaye, lakini wakati huu tunaendelea kukumbusha kwamba wewe mtumiaji wa Azam TV endelea kukiweka vizuri kisimbuzi chako kuelekea kwenye mechi za ligi kuu, kwa maana mechi za mwisho mzunguko wa 30 pamoja na mechi moja ya kiporo ambayo itachezwa June 25 mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo tutashuhudia ni nani atatawazwa kuwa bingwa mpya kama hatopatikana kwenye mzunguko wa 30, kwa maana mechi hizi ambazo zitachezwa siku ya tarehe 22 kwa maana Jumapili. Hivyo tunaweza tukamshuhudia bingwa akitangazwa kwenye mchezo wa mwisho kabisa ambao utakutanisha watani wa jadi, kwa maana Yanga pamoja na Simba, mchezo ambao utachezwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa majira saa 11 za jioni. Kipi ambacho kitajiri, ndio maana tunaendelea kukwambia ukiwashe. Yule ambaye hajakiwasha basi endelea kumsisitiza awashe kisimbuzi cha Azam TV ili aweze kupata taarifa na burudani mbalimbali kutoka kwenye channel zetu ambazo zimejizatiti kukupatia taarifa kutoka maeneo mbalimbali na kila aina ya taarifa hizo. Mimi Mkastori ninazungumza naye kutoka Tabata TOT Dar es Salaam, kama kwa Azam TV alipo, na tunakufikia kupitia kisimbuzi cha antena dish cam card, ama unatupata pia kupitia visimbuzi maalum ambavyo vimefungwa kwenye basi yanayofanya safari mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali kuja Dar es Salaam, ama kutoka Dar es Salaam kwenda kwenye mikoa mbalimbali. Pia vyombo vya majini pia vimeweza kuweka huduma hiyo kuweza kukupatia nafasi ya kufuatilia chochote pindi unapokuwa safarini. Lakini bila kusahau Azam TV Max app ambayo inapatikana Google Play Store ama App Store, na yenyewe inakupatia nafasi ama uwanda mpana wa kufuatilia taarifa na michezo mbalimbali ukiwa popote pale duniani. Kama una simu yako ya mkononi ambayo inaweza ikapokea internet ama tablet ambayo inaweza ikapokea huduma hiyo, basi ingia Google Play Store, download, ama kama ni mtumiaji wa iOS basi download kupitia Play Store, na utaweza kupata burudani zote kupitia kiganja chako ambazo zinatoka hapa Azam TV. Hivyo nakukaribisha kwenye kipindi cha Viwanjani kwa leo. Tutakuwa na Abisai Steven Jr pamoja na ndugu yangu hapa Faraji Mustafa. Karibu. Jamaa shwari. Vizuri. Umekaa kikacheo. Siku zote wanakaje. Kaje siku nyingine. Sio wajui. Wakacheo sana wanaonekana tu. Shwari. Tuko vizuri. Mambo vizuri kabisa. Yeah. Kila kitu kiko vizuri. Na moja kati ya taarifa ambazo mara nyingi mimi huwa nazivuna kwako ama napenda kuzisikia kutoka kwako ni tetesi mbalimbali za usajili. Kumeshaanza kuchangamka huko tayari? Zoezi linaloendelea kwa sasa ni timu kufanya mazungumzo na wachezaji ambao wanakaribia kumaliza mikataba ili waone nafasi ya kuwaongezea. Ni zoezi ambalo linaendelea kwa timu zote 16. Okay. Na nyingine baadhi wameshafanikiwa kupata sajili za wachezaji. Mfano mchezaji Salum Kihimbwa Fountain Gate, kuna taarifa kwamba msimu unaokuja 25-26 atakuwa klabu ya Mashujaa ya kule Kigoma. Okay. Sio peke yake, yuko pia Selemani Bwenzi ambaye msimu huu anacheza na Ken Gold. Kuna taarifa pia msimu unaokuja atakuwa mchezaji wa Mashujaa pia. Coastal Union walimwania kwa karibu lakini ilishindikana. Kwa Mashujaa wazee wa mapigo na mwendo wameanza kuchangamka kwenye usajili. Kwa hawa ni baadhi ambao tayari sajili zao ziko vizuri kabisa. Okay. Ya kwa wengine wanazungumza na wachezaji kuona namna gani itakavyokuwa. Hivi huu ndio wakati ambao mara nyingi wachambuzi, vyombo vya habari tunashuhudia wakitengeneza mkanganyiko kidogo kwa wafuatiliaji wao, kwa sababu kuna wengine huwa wanaibua hoja ili kutengeneza tu ile vuguvugu kwamba fulani anaenda sehemu fulani. Kwa nini imekuwa ikifanyika hivi? Ama kuna watu ambao pia huwa wanatumia nafasi hiyo kupenyeza watu wao ili waweze kujadiliwa katika na dirisha la usajili? Kuna wanahabari wengine ni wanafanya kazi ya uwakala kivuli. Kwa hiyo wanataja majina ya wachezaji ambao wanahusiana nao ili kuwaweka kwenye sura ya soko. Wazungumzwe, watu wawajue, wanaweza kaambulia kuhusishwa na klabu nyingine yoyote. Kwa hiyo huwa ni mtu anafanya kwa makusudi kabisa akiwa na lengo fulani. Kwa hiyo huwa wanajua wanachokifanya. Hata kama si kweli, ila anaamua kwenda akijua kabisa hii taarifa sio ya kweli, lakini mchezaji ataenda mjini. Na akijulikana
wanaweza kufuatiliwa. Na timu kuna baadhi ya timu zinaingia kwenye mkumbo huo zinaenda kufanya usajili pasi kujipanga kwamba tunamtaka fulani kwa sababu huyu ndo anazungumzwa, na timu na zile zinaingia kwenye huo mkumbo. Shawahi kushuhudia sajili za namna hiyo? Sajili za namna hiyo zinatokea, na wakati mwingine si tu kuingia kwenye mkumbo ila kujikuta unatumia gharama kubwa kumsajili mchezaji, kwa sababu anakuwa hiyo taarifa kwanza inasisimua. Kwa mfano mchezaji wa Simba Kibu Dennis wakati anamaliza mkataba msimu uliopita, wakati kwa mapumzikoni, kuna tetesi zilianza kwamba huenda ataenda Yanga. Okay. Simba wakashtuka kuzungumza naye ndio kumbakisha kwa fedha nyingi sana, zikitajwa milioni 300 kama transfer fee, signing on fee. Okay. Signing on fee. Kwa hiyo ile ilikuja baada ya kuona kuna tetesi upande wa pili watani wao Yanga pamoja na ubora wa kikosi wanahusishwa na Kibu. Kwa kama Kibu anaweza kama amepewa ofa kule, tukizubaa sisi tusipofikia mahitaji yake, huyu tunamkosa. Basi Kibu akasaini deal nono. Faraji, hizi tetesi zinatoa uhalisia pia wa gharama za mchezaji ama uwezo pia wa mchezaji, kwa fulani anaweza akazungumzwa kwamba anahusishwa na timu fulani akapandishwa thamani ghafla. Yes, mbona ipo sana duniani wakati wa soko la usajili. Yaani mchezaji kununuliwa kwa pesa nyingi, lakini ukipima daraja la uwezo wake haliendani na ile pesa. Mifano ipo mingi sana, lakini kwenye dirisha la usajili kuna kitu kinaitwa, ameongea Bisai, ita pushing agency. Yaani wakati wewe unatoa taarifa kuhusu mchezaji fulani, unampeleka katika mazingira ambayo atakuwa na value kubwa kwenye soko. Sasa kwenye soko wanapokuwa na value, maana yake kuna timu zaidi ya moja inawezekana ikawa inatuma ofa. Kwenye selection ya wale ambao wanamsimamia mchezaji, wataangalia timu ambayo inatoa pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo analeta taharuki kwamba inawezekana milioni 200 sio hela yake halisi kutokana na ubora, lakini kwa sababu kuna timu zaidi ya moja zinamshindania, mwenye 200 atampata kuliko mwenye milioni 75. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwenye soko la dunia huwa tunaona. Kwa mfano Anthony alivyosajiliwa kutoka Ajax kwenda Manchester United. Angalia thamani ambayo ilitumika na performance ambayo alienda kudeliver ndani ya Manchester United. Kwa hiyo Maguire Manchester. Maguire. Kuna story ya Kagoma pia. Kama hivyo. Ya Kagoma pia. Anahusishwa. Kagoma tulipata faida kupata taarifa nyingi za ndani za club zao kwa sababu walikuja walizungumza kwenye vyombo vya habari. Fountain Gate pamoja na Yanga walizungumza kwamba walikubaliana kumnunua Kibabage milioni 30 na Yusuf Kagoma. Wakatanguliza 15. Sasa kuna matakwa ya kimkataba ambayo alikuwa anayataka na Yanga. Kagoma mwenyewe kupitia Simba TV akasema hayakutimizwa. Okay. Kwa hiyo ile mkataba wake ukawa hauna nguvu tena, non valid. Kwa hiyo akawa yuko huru. Sasa kwa sababu alishohusishwa kwenda Yanga, Simba wakasema lazima huyu atakuwa na kitu mpaka na daraja ya kucheza Yanga. Simba wakaenda wakadabu ile fedha. Inaelezwa walitoa milioni 70 kumsajili Kagoma. Kwa bado ameendelea kuzungumzwa kwenye dirisha lijalo. Hapana, trace back. Anauliza na nimekumbusha wakati wa usajili nyama. Sawa. Ni taarifa hiyo ambayo kidogo nilikuwa nazungumza na ndugu zangu hapa Steven Abisai Steven, lakini pamoja na Faraji Mustafa kuhusiana na kile ambacho kinazungumzwa mara nyingi kwenye eneo la usajili. Na taarifa zimeshaanza tayari kupikwa. Hivyo kama una mchezaji unahitaji apikwe na hana sehemu yoyote ya kwenda na uwezo wake ni mdogo, kukutana na watu ambao wanaweza akamtengeneza akawa na uwezo mkubwa kwenye maneno, lakini kwenye uwanja hali ikawa ni tofauti kabisa. Tutashuhudia michezo 8 ya ligi kuu ya NBC tarehe 22, wakati ambapo timu zote 16 zitashuka dimbani kutafuta alama 3 kwa ajili ya kujiweka vizuri. Nyingine zikijiweka vizuri, nyingine zikiwa tayari zimeshajua hatima yao kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu 2024-2025, ambapo timu ambazo zilishajua hatima yao ni pamoja na Fountain Gate ambayo inaenda kucheza playoff, lakini Kagera Sugar pamoja na Ken Gold ambazo tayari zimeshuka daraja. Lakini Simba, Yanga mpaka sasa hivi hazijajua hatima yao kwamba zitamaliza nafasi ya ngapi, lakini pia Azam pia na yenyewe ishamaliza hatima yake kwamba imemaliza nafasi ya 3 pamoja na Singida Black Stars na timu nyingine mbalimbali. Hili ni soka letu na hili Viwanjani.
Naam, tukiainisha mechi ambazo zitachezwa ni sambamba na mechi ambayo itakutanisha Young Africans pamoja na Dodoma Jiji. Mchezo huu ukichezwa kwenye uwanja wa Amani kule Zanzibar. Lakini mchezo mwingine utahusisha Simba Sports Club dhidi ya Kagera Sugar ambao tayari wamekwisha shuka daraja. Mchezo wa Fountain Gate dhidi ya Azam na wenyewe utaenda kuweka taswira nzima ya mchezo huo utakuwa vipi, wakati Azam wakihitaji kuendelea kupata ushindi, Fountain Gate na wenyewe wanahitaji ushindi, lakini pia washajua kwamba playoff inawahusu. Singida Black Stars watacheza dhidi ya Tanzania Prisons. Mchezo mwingine utakutanisha Coastal Union ambao watacheza dhidi ya Tabora United, lakini Namungo watakuwa dimbani kucheza dhidi ya Ken Gold Sports Club na pamoja na Pamba Jiji ambao watakuwa wanacheza dhidi ya KMC. Timu zote hizi za Manispaa. Mashujaa FC watakuwa wanacheza na ndugu zao JKT Tanzania. Ni miongoni mwa michezo ambayo utaishuhudia pia kupitia channel zetu zote ambazo zimeainishwa kuweza kukuletea mapambano hayo ama burudani hizo. Sasa tunaenda kutazama kikubwa zaidi kwenye hiyo michezo, lakini swali kubwa ambalo linaenda kuonekana hapa ni nani ambaye atakuwa ni bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-2025, wakati ambapo Young Africans inaongoza kwa tofauti ya alama 1 na Yanga inakutana na Dodoma, lakini Simba inakutana na Kagera Sugar katika mchezo wake wa raundi ya 30 kabla ya kumaliza mchezo ule wa kiporo. Nikiuliza swali la kichokozi Faraji Mustafa na Abisai, kama hali itaendelea kuwa hivi, nani ambaye anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kuwa bingwa kutokana na performance yake uwanjani? Namuona Yanga. Unamuona Yanga? Yes, namuona Yanga kwa sababu moja kubwa. Endapo watapata matokeo kwenye mechi zinazofuata, maana yake watakuwa wamebaki na mchezo mmoja ambao wanacheza wao kwa wao. Sasa kwenye wao kwa wao, maana yake ilimradi Yanga awe bingwa anahitaji ushindi ama sare. Lakini ilimradi Simba awe bingwa, maana yake anahitaji lazima apate ushindi. Kwa hiyo unaona kabisa kuna vitu viwili ambavyo moja kwa moja ukiguza hizi timu unaona uzito upo wapi zaidi. Yaani Simba ana uzito mkubwa zaidi, lakini Yanga kuwa na option zaidi ya moja inampa urahisi kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine ana asilimia kubwa kuchukua ubingwa. Moja kwa Yanga inampa advantage. Akipata ushindi gap inakuwa kubwa zaidi. Lakini Simba atahitajika sasa kutumia nguvu kubwa zaidi ili mradi aweze kupata alama 3. Sasa hapa concept ndogo tu ambayo unaweza ukaitumia, unaweza ukasema kwenye economics unasema kuna law of demand alafu kuna law of supply. Yaani kadiri mahitaji yanavyozidi kuwa makubwa ndio inabidi huduma ambayo inataka kwenda kwa wale watu iwe kubwa zaidi. Yaani inabidi vitu viendane. Yaani mahitaji makubwa, sisi suppliers inabidi tutoe bidhaa ambazo zitaenda kufulfill zile demands, yani yale mahitaji. Sasa maana yangu ni nini? Ukiangalia kwenye hawa wawili, nani mwenye mahitaji makubwa zaidi? Maana yake moja kwa moja namkuta Simba akiwa na mahitaji makubwa zaidi. Sasa kwenye mahitaji makubwa zaidi, maana yake Simba lazima atumie nguvu ya ziada, yani mara 2 ambavyo anapaswa Yanga kutumia ili mali aweze kupata hizo alama 3. Lakini sasa ukija kwenye comparison kwamba nguvu ambayo ataitumia Simba, maana yake mara nyingi atakuwa juu. Kwa sababu goli uweze kufunga kwenye zoni yako, inabidi usogee juu uweze kufunga goli. Sasa kadiri unavyozidi kutumia nguvu kusogea juu kufunga goli, inabidi uangalie namna gani mpinzani anaweza akawa na wachezaji ambao mara 2 ukikomanda kwenye transition anaweza akakuadhibu. Ndio unaenda Yanga unamgusa mtu kama Pakome, una mtu kama Mzize, una mtu kama Max ambao ukimwachia space ana uwezo wa kudribble mita 10 akaachia pasi akakimbia tena kwenye sehemu akakuadhibu. Kwa hiyo unaona kabisa kuna huo ugumu ama uzito zaidi kwa Simba kuliko Yanga kuwa bingwa. Abisai, swali hilo naligeuza kwako juu ya mwenendo wa hizi timu hapa zilipofika performance uwanjani. Kama hali inaendelea kuwa hivi, nani ambaye wewe unaanza kuona kichwani mwako anaweza kanyanyua ndoo ya 2024-2025? Yanga ana nafasi kubwa. Ana nafasi kubwa ya kuwa bingwa msimu huu kwa hoja ya kwamba ana ubora sana ambao timu nyingine hawana. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ubora unapima kwenye nini? Kwenye ufungaji wa magoli. Ndio timu inaongoza kufunga magoli kwa timu yote, mabao 76. Kwa maana yake hakuna timu ambayo inaweza. Lakini nani anamkaribia ndio Simba. Tofauti yao ni magoli 8. Simba ana 58. Ukiangalia timu ambayo imefunga mabao machache ni Yanga, mabao 10. Simba anafuata amefunga mabao 11. Kwa hiyo kumbe kwenye kujilinda Yanga yuko vizuri kuliko timu yote kwenye ligi.
lakini kumbe kwenye kufunga Yanga iko vizuri kuliko timu yote kwenye ligi. Timu ambayo ina michezo mingi bila kuruhusu magoli ni Yanga. Timu, sio kipa, timu. Yeah. Yes, kwa sababu Sheri ana clean sheet zake pamoja na Diara na za kwake. Nadhani kama sio 15 amepata hivi karibuni 16. Plus ya kina Msheri ambazo pia na 3 zinafika 20 na kitu. Unaona? Kwa hiyo kumbe iko bora kwenye maeneo yote. Umiliki wa mpira Dar es Salaam Young Africans. Sasa huyu ndio unamtazama wa kwanza kuliko wachezaji wengi timu nyingine. Timu ambayo ina wachezaji wengi waliosika kwenye mabao mengi kwa timu nyingine ni timu ya Yanga. Idadi ya wachezaji kwa ligi nzima anaongoza Jean Charles 24-25 na magoli plus assist 25 assist 9 na magoli 16. Lakini anafuata hapo kuna Dube, kuna Pacome, then anafuata mchezaji wa Simba Teba, then anakuja mchezaji wa Yanga tena. Amini anakuja Faisal alafu kuna tena. Watatu wamelingana. Kwa hiyo Yanga wanao watatu kwenye 5 bora, Simba wanao 2. Azam wanaye 1. Kwa hiyo kwenye 6 bora. Kwa hiyo unaona kumbe sio tu as a group lakini kuna individual brilliance za wachezaji. Kwa hiyo timu ya namna hiyo unaona kabisa ina nafasi kubwa. Lakini nafasi nyingine ni hoja ya ratiba. Sababu ya pili, unaweza kuwa na ubora afu ratiba kuna namna inaweza kukupa ugumu. Okay. Yanga atacheza na Dodoma. Ndio. Zanzibar. Ni uwanja ambao unaruhusu Yanga kucheza game anayotaka kucheza. Okay. Ambao ni advantage kwake kuliko Dodoma. Dodoma manake atajiandaa kukutana na mafuriko. Ayazuie. Mechi ya kwanza alifungwa goli nyingi 4 akiwa kwake. Kwa this time anaua mzigo. Na hajawahi kufunga Yanga tokea icheze ligi kuu au ianzishwe kwa Dodoma. Ana hiyo assignment kubwa. Kwenye mahitaji ambayo Yanga anajua nikidondosha pointi hata moja. Alafu opponent wake Simba naye haonekani kama anadondosha. Huenda watakutana ndo waamue. Hiyo ni inaongeza ukubwa umuhimu wa mchezo. Kwa hiyo hoja ya ratiba kwake na mpinzani wa mbele inampa advantage zaidi kuona ana uwezo wa kuokota hizo wengine 3. Umeona? Kufikisha alama zake 79 akiwa anamsubiri Simba. Sasa ratiba inayofuata itakuwa dhidi ya Simba. Ni misimu miwili Simba amefungwa mfululizo na Yanga. Home and away. Advantage ya head to head kwenye derby pia. Hii ni moja. Lakini hata kwenye eneo la uchezaji mapungufu ambayo Simba wako nayo kiuchezaji ndio eneo ambalo Yanga wako bora sana. Umeelewa? Simba wana makosa binafsi kwenye box la ulinzi. Kipa Kamara nilikuwa nafanya tathmini kasema kuna magoli hayo 11 ambayo Simba wamefungwa 9 nimemhusisha Kamara. Yaani makosa moja kwa moja ya Kamara. 9 magoli 9. Hii ni asilimia nyingi sana 83. Lakini safu yake ya defense na yenyewe na makosa binafsi hususan Shefondo Malone. Kasi yake imepungua, uwezo wake kucheza kwa hamu umepungua. Lakini wana Shamu Karabu ambaye hana kasi sana, wana Hamza ambaye hana kasi pia. Wana Mohamed Hussein ambaye kulikava nafasi na kuwa changamoto, wana Shomari ambaye anashambulia sana. Wanakutana na wale wachezaji ambao nimewasema wamehusika kwenye magoli mengi kwenye ligi, kwa wingi wao wanatoka Yanga. Okay. Kwenye ile box kuna Dube, kwenye ile box kuna Pacome Susua, kwenye ile box tayari kuna Clement Mzizi ambaye anajua sana kucheza mechi za Simba kwa sababu anatumia nguvu, anakimbiza walinzi, ana kasi, ana harass defense. Hao ni watatu. Bado ataongezeka Mudathi na zile late run zake. Bado ataongezeka mabeki kama kina Boka na Mwenda. Kwa hiyo wakiweza kuweka pressure, yani kwa machoni naiona dabi ambayo huenda Simba atakuwa na nafasi ya kuconcede. Yenyewe itacheza itaonesha kwa namna yake. Lakini kwa mtazamo nikiangalia analysis wise kwamba mapungufu ya Simba, uimara wa Yanga nikaenda nikakuhusanisha. Naona nafasi kubwa sana Yanga kupata goli. Tena huenda hata zaidi ya 1. Simba atafunga mangapi kwa ni kitu kingine. Lakini possibility Yanga kupata magoli naiona kutokana na mapungufu. Sasa hizi ni sababu ambazo nikiziangalia naona Yanga na advantage. Ila kitakachotokea ni surprise tu kwangu mimi. Kwamba itokee Simba abebe kwa either Yanga drop na Dodoma. Au Simba mfunge Kagera. Afu yende kwenye derby labda wa draw. Atakuwa amepata ubingwa kupitia mechi hapa ya nyuma yake. Lakini ikitokea kila mtu kashinda unakutana kwenye derby, ini surprise Simba ifunge Yanga. Ndio ndasema msimu huu huenda Simba atakuwa amepata ubingwa mtamu zaidi kwenye hii miaka 5
kuliko wote ambao walishawahi kupata huko nyuma. Kitu gani ambacho kipo katikati ya performance ya Simba, timu ambayo tunaona imecheza kombe la shirikisho finali na ikicheza na vigogo kadhaa kabla haijafika finali? Kwa nini bado performance yake imeshindwa kujitengeneza na kuonekana kama ni timu hatari nje ya michuano ya ligi kuu, kwa maana ya michuano ya kimataifa, lakini pia ndani ya michuano ya ndani ligi kuu pamoja na kombe la shirikisho na mambo mengine, kama kwa maana kombe la shirikisho ya CRDB imeshindwa kuperform vile ambavyo watu walitegemea? Haikucheza hizi mechi kwa kiwango sawa na zile ambazo ilicheza kimataifa, ama performance ya timu inatofautiana katika mashindano mawili, kwa inatofautiana katika mashindano yake yote kwa maana ya ligi kuu, kombe la shirikisho la CRDB na kombe la shirikisho la Afrika? No, yani nimefanya analysis ya mechi za Simba. Kitu ambacho kinakuja kwa kujirudia ni makosa binafsi kwa safu ya ulinzi. Kitu cha kwanza kwa asilimia kubwa. Nitakupa details kwa hivyo ulivyohoji. Nimesema magoli 11 ya ligi, Kamara kahusika 9 individual errors yeye mwenyewe. Sawa? Tunaenda kwenye kombe la shirikisho alofika finali. Sio? Kamara tena amehusika kwenye magoli 4 kati ya 9. Chefondo Malone amehusika tena magoli 8. Ukisema uchukue ile mechi ya Benghazi ukajumlisha, anakuwa amehusika 10. Mawili wamefunga tu kwa set play, moja finali Berkane away, moja wamejifunga wao dhidi ya Constantine away. Ila haya 8 yamehusika kwa asilimia kubwa na Zajawa wawili. Chefondo alitoa back pass ya kichwa kwenye free kick akafunga Mabululu. Chefondo alitoa back pass mechi ya Sfaxien kwa Mkapa, Simba wakafungwa na El Hassan goli. Chefondo Malone tena alipiga back pass ya kichwa mechi ya Constantine, Simba akafungwa goli na Brahim. Goli wakafungwa goli la 3. Chefondo Malone tena Bravo Doma Queens. Yes, alitoa tena away. Boko away, back pass tena. Watakachukua akafunga. Hadi mangapi? 4. Kamara alimtemea mpira mtu mechi ya Al-Masri, Simba akaadhibiwa. Kamara alifunga goli la mbali mechi ya Al-Masri, Simba akaadhibiwa. Kamara alishinda kubana post Zanzibar, Simba akafungwa pale kwa makosa yaliyoanza kwa beki namba 3 msaidizi wa Mohamed Hussein, Valente Nouma. Tumeelewa. Kamara alimpigia pasi ngumu sana, kagoma mechi ya Berkane kule away, ikapelekea goli wakafungwa. Hayo mangapi? Hayo ni 8. Sasa hii ni kombe la shirikisho, wamefika finali. Hii ni ligi kuu, wako nafasi ya pili, tofauti alama 1. Ninachokiona kwa eneo kubwa ni haya makosa binafsi ambayo huenda ndo msimu umefungwa zaidi. Twende kwenye kombe la shirikisho la CRB Federation. Mechi mfano tu, mechi iliyotolewa na Singida. Aliumia Pinpin Kamara, aliingia Ali Salim alikuwa na makosa ambayo alipelekea magoli ile mechi. Kwangu mimi goli la pili alilofunga kiungo wa Singida Emmanuel Keke ndio alikuwa alimaliza mechi, kwa sababu liliongeza mlima. Goli moja alifungwa Kamara ambao pia alichangia Malone kugeuzwa kirahisi na Soa, na Kamara kutoweka juhudi yote akafungwa goli. Simba wakawa naamini wana nafasi ya kusawazisha, lakini wakaja kufunga goli la pili baada ya Salim kuingia kupigwa pasi na Chefondo na kuzubaa mchezoni. Kazubaa bila kuangalia naye anamfukuza, kalirelax akatuliza mpira, touch ikawa ndefu. Ndio anavo clear ikawa poor clearance, yuko nje sana ya goli, Keke akamchungulia 2-2. Kaja akafunga goli la 3 la free kick huko. Kwa 3-0 wakaja kufukuza mechi kupata goli moja. Hiyo ni kombe la shirikisho ambao makosa binafsi tena yameendelea. This time mpaka kwa kipa. Si umeelewa? Wa kwanza na namba 2 na Chefondo Malone tumemtaja tena. Kwa hiyo hili ni eneo kubwa ambalo limechukua, limemeza hadi ule uwezo wao kukosa magoli, kwa sababu wana namba nzuri kwenye kufunga. Kwa mfano shirikisho, mchezaji ambaye aliongoza kutengeneza nafasi nyingi huko wote Njan Charles yuko Simba, nafasi 28, lakini watu ambao wame miss chance kwa Simba nao wawili, wana Kibu kamiss 5, wana Njan Charles amemiss 5, 10. Kwa wamezimiss 10, kule wametengeneza 28, bado hapo watu wengine walimiss chance kubwa kama Ateba alikosa moja. Mkwala 3. Faraji, kwenye hili la Simba, eneo lao la ulinzi jinsi ambavyo linafanya makosa kama ambavyo ameeleza Bisai. Na hii ndio shauku ambayo mara nyingi Young Africans wanaionyesha, kwamba kutaka kushambulia zaidi na kutengeneza timu itengeneze makosa kupitia eneo lake la ulinzi, iwe rahisi kwao kuweza kupata magoli.
Unaona kuna mpango wote ambao Simba inaweza kaubadilisha kuelekea kwenye hii mechi japo tayari kushapambazuka? Sioni kama kutakuwa na mabadiliko. Pasha kucha. Unajua Bisai ameongea vitu vingi sana ambavyo vyote moja kwa moja unaenda kugusa key players ambao uwezo ukaweka bench nani anaanza hizo nafasi ambayo kwenye daraja. Sasa key players unasababisha makosa ambayo moja kwa moja yanagharimu timu. Wakati mwingine kocha anakosa jibu sahihi kwa sababu anaamini wewe kwenye ubora wako. Na moja eneo nyeti zaidi kwenye mpira wa miguu kocha kufanya mabadiliko ni eneo la goalkeeping. Yaani ni eneo ambalo kocha anaamini zaidi yule goalkeeper wake namba 1 hata ikitokea makosa ambayo ya kimchezo anaamini atarikava atakuwa bora zaidi. Ni eneo gumu sana. That's why unamwona mara nyingi Kamara anacheza, lakini yeye kwenye hiyo nafasi ambayo ni nyeti anaigharimu timu. Kama ambavyo anaigharimu timu, maana yake kinyume chake ukija kwenye individual tactics kwamba ni namna gani mchezaji anaweza kuwasili mchezo positive, maana yake ukifanya bora zaidi. Sasa hii imekuwa ni tabia endelevu kwa hao wachezaji. Lakini ukirudi kwa upande wa pili ndio unakuta kwamba Yanga wana sifa ambazo wanaweza kanufaika nazo zaidi kupitia hayo makosa. Kwa sababu mara nyingi Yanga wanaweka shinikizo kwenye mstari wa kwanza ambao ni wa mwisho kwa Simba, yani kwa timu yote inaoanzisha build up. Sasa unapofanya highline pressing kwa makosa yale ambayo inatokea Kamara labda anapiga pasi mkaa, maana yake obvious Pacome anaweza kaiwin, Max anaweza kaiwin, wakafungwa goli wakiwa kwenye mazingira yao. Lakini kwa kuongeza, Yanga ni miongoni mwa timu ambazo pengine inaweza kaa inaongoza kwenye ligi kufunga magoli mengi wakati hawana umiliki wa mpira. Yaani wakati wanautafuta mpira wanakuwa wanaweka nguvu kubwa zaidi, wanaweka ile pressure ambayo inamkosesha mpinzani ufanisi wa kufanya kitendo kwa usahihi. Maana yake anaweza akapiga pasi ambayo ni fupi, anaweza akakosa kujiamini akarudisha pasi fupi, wao wananufaika nayo, wanafunga. Sio tu ndani, hata kwenye mashindano ya klabu bingwa tumeona namna gani walinufaika kufunga magoli kama 3 ambayo moja kwa moja walikuwa nje ya umiliki, lakini wanapoenda kuweka shinikizo wanamnyima mpinzani uhuru wa kuona zile njia za mpira uende wapi. Kwa hiyo wananufaika. Hata hao Dodoma ambao wanaenda kucheza na Yanga. Nakumbuka ile mechi ya kwanza alifungwa goli 4, sio? Hiyo mechi Mudathi alipora mpira mara 3 kwenye leo na juu. Na Mzizi alifunga ile goli la mbali baada ya kipa kutoka. Unakumbuka ile? Lakini Mudathi tena alipora mpira goli la 3. Akapiga pasi kule wakaenda kufungwa Dodoma. Mechi ya Fountain na Yanga, John Noble alitoka kwenye position, alipewa pressure na Dube, akapiga pasi ya ovyo ndani. Ndio ile kocha wao akasema wamepeana magoli. Robert Matano. Yes, hiyo ni mifano ya nini? Ya pressure ambayo Yanga huwa anaweka kwa opponents. Alafu sasa hakuna ugonjwa ambao pengine magonjwa mengi sugu yanakuwa yanakosa tiba, lakini huwa wanajaribu kutengeneza walau nafasi ya mtu kupata ahueni. Ahueni gani ambayo Simba wanaweza wakaitengeneza kuelekea kwenye mchezo kwa makosa haya ambayo yote ambayo yanaonekana kwenye safu yao ya ulinzi, lakini pia kwenye makosa ambayo yanaonekana kwenye safu yao ya shambuliaji kushindwa kuconvert zile nafasi ambazo zimepatikana kuwa magoli? Mimi nafikiri zaidi changamoto kubwa ipo kwenye eneo la ulinzi. Na hii nitaongelea kwenye game interpretation. Namna ya kutafasiri mchezo wakati unaendelea. Yaani mwalimu akiwa nje anaona kinachoendelea, anaweza akaswitch. Lakini sio lazima hayo mwalimu. Hata wachezaji wenyewe ndani mnaona kwamba sasa hivi hapa tunavyoonekana hatutaki kuanza kutengeneza mashambulizi kutokea nyuma. Hiyo ndio maana ya tafsiri ya mchezo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake tupige mipira ambayo tutawaondoa hawa wasije tena kwenye eneo letu la kufanyaje la kuanzia mashambulizi. Unaona mechi ya juzi ya Yanga na Tanzania Prison. Yanga wakati Prison wao wanajiamini kuwa comfortable kuanzia chini, Yanga wana wachezaji 6 yani kwenye nusu ya uwanja ambao wanaenda kupress. Alafu bado kipa Sebu anaanzisha pasi ambayo tena ya ndani. Yaani pale wakati tayari mchezaji mmoja Ilfadhili, unaona kuna wachezaji wawili wa Yanga, mmoja anategea endapo akipiga pasi ya hiyo kote inakuja kutokea Mudathiri na anaupata ile mpira anafunga. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Sio kila mara hizi timu zinazopenda kutokea chini lazima zianzie chini. Yaani tayari naona mbinu yangu hapa kwenye kutoka chini ni ngumu. Ndio pale ambapo unaona sasa kocha anaweza katoa signal, ama wachezaji unaweza kaona tu mtu anaonyesha signal kwamba jamani tusianzie chini, tupige
mipira ya mbali ili mradi tusogee juu, lakini hiyo mipira ya mbali pia ni 50-50 kwamba mimi mpinzani ninaweza ngawini ama wewe ambao umepigwa mpira unaweza ngawini, lakini ni angalau ile ya kupiga mbali ili mradi uondoe nini, uondoi hatari ambayo mara nyingi ukianzia chini inaweza ikaonekana. Hiyo ndio issue ambayo unaiona kabisa inaweza ikawa mojawapo ya kuwaepuka Yanga, kwa sababu sijaiona Yanga kwenye mechi za ndani wakija kuchagua kukabia kwenye mid ama kuwa low block, yani kukabia katikati ya kiwanja ama kuwa chini kwa idadi kubwa afu wawe na shambulizi la kujibu kama njia yao sahihi, kwa sababu mara nyingi wao wanamiliki mpira. Kwa hiyo timu inayomiliki mpira mara nyingi utegemea kuiona chini, maana yake ina flow kwenye zile channel 5 zote za mpira, wide, si kwenye half space, through center, kila sehemu unaona kuna watu. Na bad enough Yanga ndio timu ambayo sehemu yenye mpira wanatengeneza overloads ambazo mpinzani anamezwa, yani mnaweza mkawa 4 kwa 2, 3 kwa 2, maana yake tayari Yanga wanakuwa na passing option. Sehemu ambayo inawezekana hana pressure, mchezaji anapokea pasi, timu inatoka kirahisi. Unaweza kusema ni kitu rahisi, lakini ni kitu ambacho kinaandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi. Abisai, kwa muda mfupi tuangalie kile ambacho ni udhaifu wa Yanga pia, kwa sababu tumeona sifa yao jinsi ambavyo wanaweza pia wakatia mpinzani pressure na kutengeneza makosa ambayo wanaweza wakanufaika nayo. Upi ni udhaifu wa Young Africans kwenye michezo yake pindi wanapokutana na timu ambayo inaweza pia ikawa na uwezo karibu sawa na uwezo wa Young Africans? Yanga wanakuaga na makosa ya kiuchezaji ambayo yananufaisha wapinzani madhaifu ya kimfumo. Kwa mfano, wanapoput pressure na wachezaji wengi mbele 4 mpaka 5, tafsiri 3 wanakaa karibu na box, 2 wanakaa nje kidogo ya box. Kwa maana yake kuna viungo wao wanakuwa na viungo 2 na mabeki 2 na beki mmoja wa pembeni, aidha kulia kushoto anakuwa amesogea. Mpinzani kadri unavyo build, Yanga wanazidi kukusogelea, ile timu yao inasogea mbele mpaka katikati, tunasema high line. Sasa kwa sababu idadi kubwa ya mabeki wanaobaki wakati ni hawa wawili na wanatakiwa cover eneo kubwa kutoka hapa mpaka kwa kipa, kunakuwa na umbali wa mita 40 30 mpaka umfikie Diarra kama bado hajatokea kwa emergency center back. Timu ambayo ina uwezo wa kukimbia kwenda pembeni, sio hapa tena, pembeni ya mabeki, unamfanya huyu aje, kama unatokea kushoto unamfanya huyu aje, huyu anabaki mwenyewe. Yanga kugeuka kwenda kulikava hiyo nafasi ndio ni changamoto. Walifunga goli hapa na Al Hilal Omdurman yote mawili, counter za kutosha. Unamwona Mudathir anakimbia mpaka na kichwa afiki, wanafungwa magoli mawili, umeona. Lakini kingine, ukiondoa hii weakness ya hivi ya uchezaji, Yanga wanavumiliki sana mpira vile, pasi nyingi, wanakaa juu muda mrefu. Nilifanya takwimu moja, nilisema hapa, Diarra kuna mechi ya ligi amekaa dakika 32 hajashambuliwa na amesogea pale kwenye 18. Sasa yule anapotezaga concentration kwa sababu washambuliwi, kwa anachotazama ni timu yake na build tu, na build. Yanga ikipoteza mpira inaataka haraka, ma defenders wanafanya ball recycle, wanarudisha huko kwa mpira ulipotoka. Sasa Diarra anakuwa na off position kwa sababu ameshatoka sana kwenye boxi na yeye anatamani ile build up aicheze, kwa sababu timu inakaa muda mrefu. Sasa timu ambayo inaweza kucheza na hatua za Diarra inapata magoli. Mechi hapa walicheza na MC Alger, kuna mtu alimchungulia Diarra, ilikuwa manusura hiyo goli. Walikuwa wanajua hizo calculation. Mechi ya Ken Gold, Yanga wameshinda 6-1 dakika 90, lakini walifunga goli moja na Selemani Bwenzi katikati ya uwanja. Diarra amerelax, anajua Ken Gold wanaanza kati, hakuna pressure yoyote. Kwa nini? Kwa sababu anajiamini timu yake ina uwezo wa kumiliki na kuzima hatari nyingi. Kapigwa mpira mrefu akauchukulia poko udaka, ukamzidi ukaingia. Kwa pointi ya pili ni kucheza na hatua za jiji. Ana kimo ambacho sio kifupi sio kirefu, inchi 5 kama na futi 5 kama na inchi 9 hivi, sawa. Akizidi kusogea anazidi kuwa mfupi. Kwa hiyo kama una mahesabu ya goli unamfunga. Yanga amefunga magoli 10, si ndio? Baadhi ya magoli Diarra amefungwa kwa umbali mrefu kwa sababu alisogea. Mechi ya Tabora alifungwa magoli mawili na offense Kola. Yote alikuwa amesogea. Yaani akisogea 3-1 tu. Ufupi sio kwenda juu. Hata kwenye kusema na ruka na ufuata mpira. Ukiwa tu umesogea, ukiwa uwezi kuufikia, yani mpira utapita huko. Mkono wako tutauona ule. Kwa hiyo alifungwa hivyo na offense Kola. Magoli mawili ya mbali tena. Jibril Sila na Azam walimtandika shuti la mbali vile vile. Sio mbali sana, lakini ilikuwa ameanza tu zile hatua 18
akatandika shoot. Kwa hiyo Diarra akawa tena mfupi baada ya kuwa amesogea tu hatua mbili. Sasa hii quality Yanga hawaipatagi wakicheza na timu nyingine. Wanaipata ikiwa na Azam, at least Singida na Simba au na timu za kimataifa. Kwenye level ya Dodoma Jiji, Tanzania Prisons, bila kukosea heshima, Fountain Gate, ila wana ubora, yani hawapi challenge inayotosha ku expose mapungufu ya defenders au na Yanga. Yanga zakacheza hapa mechi 10 mfululizo. Kwa mfano ngoja nikupata takwimu. Yanga mara mwisho wafungwa na Tabora. Hawajafungwa tena kwenye ligi. Huu ni mwezi wa 7 Yanga ni unbeaten. Simba tukapofungwa na Yanga mwezi wa 10 mwaka jana, hajafungwa tena na timu yote kwenye ligi. Simba anaenda unbeaten miezi 8 anatafuta 9. Sio, umeelewa? Hizo mechi 28 alizocheza, michezo 20 nani unbeaten kama 21 hivi ya Simba. Ndio timu inaongoza kwa unbeaten ndefu zaidi. Maana yake akutana na hizo challenge. Ila Simba huyu ukienda kuangalia performance yake kwenye group stage tu ya CAF Confederation, mechi ya kwanza tu anafungwa wewe, mechi ya pili anakuja kushinda hapa, ana draw, anashinda, anafungwa sababu anakutana na hiyo quality. Yanga the same, huu ubora wake mweke kwenye kundi lake la kabingwa ambalo akusogea mbele. Mechi ya kwanza anafungwa, anakuja anashinda, anafungwa, na draw hivyo. Kwa hiyo kuna quality akikosa ile. Unaweza kujiridhisha ukasema hii bonge la timu. Simba na Yanga wote tutatazama takwimu za Young Africans msimu huu jinsi ambavyo Young Africans imecheza katika michezo 28 mpaka sasa hivi, ikiwa nafasi ya kwanza, alama 76 imekusanya, lakini ushindi ni michezo 25 ambayo wamepata, lakini wamepoteza michezo miwili, wakitoa sare michezo mmoja. Mabao ya kufunga ni mabao 76, wakiruhusu magoli 10 kwenye nyavu zao na kutengeneza utofauti wa magoli 66. Ukichukua waliofunga na waliofunga, basi utofauti wa magoli unakuwa hivyo. Tuzungumzie kwenye hii michezo ambayo mitatu ambayo Young Africans walishindwa kuchukua alama 9, kwa maana michezo miwili ambayo walitoa sare, lakini mchezo kwa maana wakachukua alama 7, mchezo wakachukua alama 1 tu katika alama 9 ambazo zilitakiwa zichukuliwe. Mchezo mmoja akatoa sare, miwili akapoteza. Ni mchezo upi ambao, ama katika hii michezo mitatu, ni mchezo upi ambao unaona Yanga walishindwa kuchukua wakiwa wamezidiwa kabisa moja kwa moja? Mechi na Tabora ambayo walifungwa magoli 3-1 ni mechi ambayo kwangu ina kumbukumbu kwamba Yanga hakuwa bora, lakini hakuwa bora kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji ambao moja kwa moja walikosekana kwenye kikosi, na ambao walikuja kucheza zile nafasi hawakuwa bora sana. Nakumbuka Bakari alicheza kama center back na Azizi kitu kama hicho kwenye center back, ambayo mara nyingi tumeona top defenders ambao wanacheza wawili kama partnership, Dickson Jobu na Ibrahim Baka, ambao hata timu ya taifa wanaona mara nyingi wanapia. Kwa hiyo tayari kuna tabia ambayo wameitengeneza kuwa comfortable zaidi wakicheza pamoja. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ilikuwa inatoa picha kwamba hata hizi timu kubwa ambazo tunaziona kwenye ligi yetu ni Simba, Yanga, Azam, wakati mwingine huwa kuna wachezaji ambao wakikaa muda mwingi nje, wakipewa nafasi hawawezi wakaonyesha ubora kama ambao wachezaji wengine wale ambao mara nyingi wanacheza. Kwa hiyo endapo hutaonyesha ubora wa juu, alafu ukutana na mpinzani ameamka vizuri, maana yake inatokea makosa. Ndio kama yale ambayo tuliona kwamba tumetoka kuongea kwamba Yanga mara nyingi wanashambulia sana, wanasogea juu wakiwa comfortable, fullback wao wote wanakuwa halfway line, kiasi cha kwamba ukiwa na mawinga ambao wanakimbia sana wide, pasi mbili wamefika golini kwako goli. Azizikia anakosa penalty, nadhani ni Masaranga alikuwa akachungulia mpira unapigwa, wanakuja wanakuja kufunga goli. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Kuna kitu alikuwa ameongea Abisai kwamba yani Yanga ama Simba kuna quality hawakutana nao kwenye ligi, ndio maana hawezi kuadhibiwa, lakini huwa matukio yanatokea. Yani Fountain Gate wanapata counter attack, lakini daraja la wale wachezaji sasa kuadhibu Yanga ama Simba inakuwa gumu. Ndio maana tuoni Mangasore anacheka tu mwisho. Tuoni mara nyingi. Tunatazama kwa upande wa Simba katika michezo minne ambayo wenyewe walishindwa kupata alama 3 katika michezo hiyo minne, hivyo wakachukua alama 1, walitoa sare 3, lakini pia wakapoteza mchezo mmoja mpaka sasa hivi katika michezo 28 ambayo wamecheza. Kwenye hii michezo mitatu ambayo wametoa sare, Abisai, bila shaka katika
mbio za ubingwa. Endapo Simba kama hatochukua ubingwa, anaweza akajutia mchezo wake dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Coastal Union. Kuna sare dhidi ya Azam, sare bao 2 mesao. Dakika za usiku sana. Zidane Sirari. Lakini kwa level ya Azam na kile ambacho Azam ilikuwa inatia pressure kwa Simba, tunaweza tukasema ni timu ambazo zilikuwa zinafanana. Lakini kwa Fountain Gate na kwa Coastal Union, Simba iliongoza katika michezo yote hii ambayo ilitoa sare, hata Azam iliongoza pia. Ndio hayo makosa ambayo ulikuwa unazungumza. Kwa mfano kupitisha kwenye mechi ambayo walitoa sare dhidi ya Coastal Union. Ilikuwa sare yao ya kwanza ya msimu. Surprising sana ilikuwa. Waliongoza 2 mpaka dakika ya 70 kitu. Walifika hatua wakafanya mabadiliko kuamini tumeiua mechi. Second half. Lakini Coastal wakawa wanajaribu kubisha na walifanya mabadiliko. Wakafunga goli moja. Zuri kwa juhudi aliyepiga. Kwa Simba inaweza nikasema ni makosa pia ya Pimpin. Nilikuwa nimehesabu hata hilo goli. Kwa Coastal Union unamsifa aliyepiga. Kaangalia kipa yuko wapi? Kaona sisi tunapiga pasi tuweze kupasua ngome ya Simba, ngoja ni shoot kwa kushtukiza nikiwa mbali. Akafanikiwa akafunga goli. Nadhani kwa Mohamed Abdalla kiungo Kenya. Lakini wakati wanaenda Ernest Malonga alifunga goli huko. Baada ya poor positioning ya Pimpin. Na ana ugonjwa kama ule wa Kamara. Simba anamiliki. Anasogea naye. Anasubiri. Lakini tangu siku naona kama alijirekebisha. Anasubiri mabeki wakishindwa kuklia mpira, anaua gambani, anampigia beki wa wide. Afa anabaki pale, anakuwa emergency center half. Anasubiri. Sasa yule bwana akamchungulia. Ile mechi Simba waliacha alama pale. Hizi 2. Tena za mwishoni kuhusu kipa. Kana hizo 2 nataka niziongeze za Kamara, sio? Mechi ya sare iliyofuata ilikuwa Fountain Gate. Watu waliona Chasambi alirudisha mpira ambao ulimzidi kipa kwa engo ya mbele. Lakini kabla ya Chasambi kurudisha, kipa alimuomba. Anamwambia na uomba huo mpira. Chasambi akampigia back pass. Sawa, alivyoipiga kulenga katikati kwa kipa, lakini kipa kwa sababu ule umbali ulikuwa mrefu na ule mpira ulikuwa na kasi. Alikuwa anaweza kuanticipate unavonyongwa hivi, nikisimama hapa siupati, nisogee. Moja, alifeli. Pili, wakati anakuja kuona sasa nilipaswa nifanye haraka, aliruka tofauti, ule mpira ukapita. Ile ulikuwa mpira ambao angeweza kusogea mapema, alikuwa anaucheza kwa kifua. Kamara sare alama 2. Fountain Gate wakicheza pungufu. Wakiingiza mechi ya Azam. Simba na uongozi wa 2-1. Goli la Sira lile unaweza kaelewa. Alipigiwa bomba, akaicheza na miguu. Sira akafunga tena rebound. Simba wakasawazisha, wakaongoza kwa mpanzo kama nakumbuka. Counter. Wameenda dakika za mwisho, Fea anapiga long pass kwa Zimbu ambaye alichoka sana. Sireli anafanya touch ambayo anajua mpira nishaokosa, kipa anakuja. Tena Kamara badala ya kwenda kucheza na mkono, Kamara akaenda akacheza na mguu. Akamefanya kama kibambi hivi. Sireli akapata second ball. Akafunga goli. Alama 2, alama 6. Mechi ya Yanga hiyo ambayo walipoteza. Free kick inapigwa, akairudisha ndani. Shida sio kwenda kucheza mpira. No thank you. Mwache kipa hakikishe mpira wake. Kwamba mpira bwana uende utazunguka, Chama atafunga. Lakini sio kuufanyaje? Kurudisha na kulazimisha kuudaka mpira ambao unaona uwezi. For me it was an easy decision kutoa hata kuupanchi tu kwenye kundi la watu kule pembeni. Alafu unainuka unarudi kwenye goli, unaacha watu wanawania second ball. Lakini akarudisha. Matokeo yake ile rebound kama imetoka Max, kasmash it, Kijili ana recover akajifunga. Kosa lake lilianzia, Kijili akalimaliza. Hapo wamegawana alama za kupoteza 3. Kwa hiyo hizo ndio hizo mechi. Lakini tukirudi kwenye ile tukio la pili kuambia tatizo lao la kwanza safu ya ulinzi. Tatizo lao la pili kushindwa kumalizia nafasi. Hiyo mechi ya Fountain ilikuwa ushahidi. Kuna pasi moja ilipigwa na Mpanzu. Mpanzu alitoka mtu wa kwanza, akatoka mtu wa pili. Kuna siku ya pasi kapigwa. Inakutana na Ateba pamoja na Mkwala. Na Mkwala wakababuana. Umeelewa? Goli ilikuwa linasubiri. Wakakosa. Hiyo mechi tena. Ateba alitengenezwa tena nafasi. Alikosa vile vile. Kwa hiyo mechi waliangusha pia alama 2. Juhudi za Kamara plus nawa watu. Kamara alitangulia, wenzake wakashinda kusawazisha. Tukio lake likabaki. Si umeelewa? Lakini haya ni yale ambayo tunayaona kwenye upande wa Simba. Nataka niongee kitu kidogo kuhusiana na Simba, vitu viwili. Simba inayocheza dakika 45 ya kwanza na dakika 45 ya pili ni Simba 2 tofauti. Hii ya kwanza ina energy, ina press, inatafuta nafasi, inaweza kutangulia goli. Simba ya kipindi cha pili kuanzia dakika 70 kwenda 90 huwa inatamani mpira uishe. Inakuwa hoi. Kwa nini?
ina wachezaji wote wanaocheza eneo la ulinzi kwanza hawana kasi. Wote 4 na viungo 2 wa kukaba 6. Hawana kasi. Umeelewa? Alafu wanavyoanza mechi na intensity, wanajaribu kucheza kupunch above the weight. Yani wewe bondia wa kilo 60 unapigana na bondia wa kilo 75. Unataka umpige ngumi kwa nguvu, kwa kuna nguvu unazikusanya ili ngumi yako iwe mzito mshushi. Ndio Simba. Kwa wanaanza kucheza kwa nguvu. Sasa ikifika dakika 70 kwenda 90 wanaanza kutoi. Hoi, makosa yanakuja. Wanafungwa 1. Lakini pili tulikuwa sasa kumaliza ni mapungufu ya waamuzi. Kwenye hii mechi ambayo Simba walifungwa na Yanga na ile Ngao ya Jamii. Maana Simba msimu huu wamefungwa mechi 2 za ndani hapa na Yanga zote. Si ndio? Ile ya kwanza Boka alimchezea madhambi kijili. Mwamuzi alimeza. Ilikuwa tukio la penalty. Sijui kama Simba wangefunga au wangekosa. Ila ilikuwa haki yao. You never know. Wangeweza kufunga au vipi? Haikuwepo. Yanga ka walk free na ushindi ule pamoja bila. Simba na Yanga tena, mechi ambayo Kayoko alipotea miezi hiyo mitatu. Tafsiri yeye kupotea maana yake alishindwa kumudu mchezo. Ndio maana alifungiwa kimya. Ni mechi ambayo tulishuhudia Kibu Dennis alikuwa tuliwa mara 3. Boka, Mudathiri, sijui Jobu wote walimshindwa. Ahmed Mkono anaona tukio, Kayoko anaona tukio, huyu anameza filimbi, huyu anaacha kibendera. Kwa hiyo tafsiri yangu nataka kusema endapo itatokea Simba na Yanga watacheza. Kama muamuzi atakuwa fair enough, tutaona matokeo fair. Ila mimi pamoja na kukubali ubora wa Yanga kwa kuwafunga Simba, ila kuna nafasi walinufaika Yanga na mapungufu ya waamuzi katika hizo mechi za dabi 2 zilizotoa lia mifano. Hatujui zile penalty 3 au ngapi zingewekwa, wangefunga au mechi ingeendaje, lakini ilikuwa haki yao na ndio maana muamuzi alifungiwa. Okay. Sawa. Tuwejadili kwa kina kama kuna namna ambavyo timu inaweza kubadilika, basi inaweza kuwa ni muda mfupi sana. Kuna swali ulimhoji kwamba Simba anaweza kubadilisha vipi ile build up. Na hata Yanga unaweza kaongeza idadi ya watu kufanya build up. Una kipa, mabeki wakati unawategemea. Sababu Simba mabeki wakati wanakaa mbali kwenye build up. Yani hivi kwa sababu Kapombe Malone anakaa huku, Hamza anakaa huku. Umeona ile gap? Wanataka kumwacha Ngoma au anakuja kupick au Yusuf sio mzuri kwa ile. Ngoma akipiki he's very slow. You can predict. Na alivyokuwa mrefu kila anapofanya movement ya mwili una predict kwamba Ngoma anageuka, ngoja nikae upande huu, Ngoma atarudi huku, wana suffocate wakiwa 3. Na kipa anakuwa mbali haji kusogea. Ila kama hao mabeki kwanza watasogea hivi 2, afu kipa akasogea wanakuwa 3. Ngoma na Yusuf aspande wanakuwa 5. Then wing backs waondoki kwanza wanachelewa wanakuwa 7. Hii build up ya watu 7 ni rahisi kubiti watu 6 wanaokuja au watu 5 au hata akiwa 6 kwa sababu kuna mtu mmoja anabaki kama option na matokeo yake utakuwa unawalazimisha opponents waje mapema kwa sababu wanakuona timu yako umeishusha na wao wanakuja. Kwa hiyo utakuwa unapiga pasi 2-3 za kuwavuta alafu na toka kwa speed. Tutarajia dabi nzuri. Yes, nzuri. Tegemea hivyo kwa sababu ya ubora wa timu zote mbili. Na hata kwa Yanga kugusia kidogo kuhusu namna ambavyo wanakuwa juu muda mwingi, alafu center back wanalazimika kutanua zaidi endapo watashambuliwa kwa shambulizi la pili. Kwenye muundo wa uzuiaji wakati timu inapumzika inaitwa arrested defense. Katika viungo wawili ambao wanacheza kwenye double pivot, mmoja akiwa anasimama in between Dickson Jobu, Ibrahim Baka, maana yake atatengeneza muundo wa watu 3. Sasa ukitengeneza muundo wa watu 3 unapozuia shambulizi la pili la kujibu kwa timu ambayo inakuja kwako, maana yake center back mmoja akitoka kwenda wide, maana yake mnabaki 2. Tofauti na center back yuko 2 akienda wide anabaki mmoja, kwa hiyo mpinzani anaweza akaexploit ile eneo ambalo liko wazi muda mrefu. Kwa hiyo nategemea kuona hicho kitu kwamba miongoni mwa viungo wawili wa Yanga ambao watakuwa chini, mmoja kuwa anaibia sana kutengeneza muundo wa watu 3 wakati timu ina mpira muda mwingi. Okay, sawa. Hapa tuna hoja kidogo inayohusu mechi za playoff. Jana tulizungumza na Faraji Mustafa kwa undani na kwa urefu zaidi kuhusiana na mechi hizo. Kuna quality ambayo naiona Fountain Gate pamoja na timu nyingine ambayo inaweza kacheza hiyo, kwa maana Tanzania Prisons ambao tayari na wenyewe ni kama wapo kwenye kapu moja na Fountain Gate kwamba wanaweza wakacheza playoff. Kuna quality tunaiona hizi timu zitaenda kuonesha tofauti na timu za championship ama timu ya championship ambayo ni stand ambao watawania nayo nafasi ya kubaki ama kuidhinisha timu nyingine iongezeke kutoka championship katika zile 2 iwe ya 3. Unaiona kuna quality tofauti ya hizi timu na hizo za championship?
Kwa mfano Tanzania Prisons walikuwa na rani ya kushinda michezo 4 mfululizo. Kwenye alama ambazo wako nazo 30, Amani Josia amekusanya alama 19. Changes za coach. Na 12 alizipata mfululizo. That is a statement kwa coach. Na hii timu imebadilika. Mwanzo alikuwa anakaribia kulia kwamba Prisons inatengeneza nafasi I convert kwa magoli. Kuna siku kwenye build up nikasema Josia anapelekea anaweza kalia. Kwa sababu wanaona wachezaji wanatoa kila kitu. Yaani ule mpira kufika kwenye wavu tu. Ndio shida. Kwa mimi nikakaa nyuma nikasema why? Nikagundua kumbe ile michezo walikuwa wanacheza kwa pressure sana. Kwa sababu walikuwa wanajua tusiposhinda sisi tunashuka tu. Okay. Kwa hiyo wanataka tukio likamilike alafu wakimbie matokeo mabaya. Siku walipopata ushindi mechi moja tu wakajua kumbe tuna uwezo kuscore tukitulia. From there Prisons imeanza kufunga. Tena hata wao kutangulia 2. Kuna mechi walicheza bora sana ya JKT. Walipigwa hizi 2-0. Wakafanya comeback. Oscar Mwajanga alifunga goli 2, 3-2. Sasa ile intensity, ile desire, ile commitment ukikutana na kwanza yeye mfumo wake atacheza na wa ligi kwanza. Ikitokea anamaliza hapo wa 13 atacheza na wa 14. Ambaye Fountain yuko hapo. Ikitokea tu asiposhinda mechi zake sio. Kwa hiyo atacheza yeye na Fountain kwanza. Atakayefungwa michezo yote miwili ndio aenda kucheza na Stand. Umeelewa? Kwa hiyo yeye anaanza kucheza na yule Fountain ambaye kaa pale endapo asiposhinda. Sio, umeelewa? Msimamo huu hapa. Fountain ni wa 14. Ana alama 29 michezo 29. Sawa? Kabakisha mmoja tu. Ikitokea anashinda huo mchezo 32. Atafikisha alama 32, lakini ana minus 25. Ni nyingi zaidi kuliko. Kwa 32 zinaishia pale kwa Namungo. Lakini atakaa 13 tena ambao ni playoffs kwa sababu ana minus 25. Namungo ana minus 13. Gap ya 12. Kwa hiyo kumbe ni sawa na kusema Fountain Gate nafasi yake ni playoffs. Tayari. Hawezi kushuka. Yes, hawezi kupanda tofauti na nafasi ya 13. Na kama kuna timu imetokea kuwa na bahati kwenye msimu wa ligi according to kanuni ni pamoja na Fountain. Kwa sababu kwanza amekaa hapo muda mrefu. Alafu pili anakuja kucheza anapata second chance ya kucheza na timu ya ligi mechi 2. Alafu anapata third chance ya kucheza playoff na timu ya championship mechi 2. Kwa hiyo ana mechi 4 mbele za kuania kubaki ligi kuu. Hizi third chance ni bahati hizo. So wote wanapata. Kuna wengine mifumo ya nyuma wako wanapata. So umeelewa. Kwa hiyo ni hali ya Fountain. Fountain imepoteza quality kwenye kufunga. Tokea Selemani Mwalimu afunga mabao 6, walikaa miezi 4 takriban kufikia tu goli 6 kwa mchezaji mmoja ambaye alikuwa na Edgar William, alikuwa na magoli nadhani 3 4. Tena alikuja kumfikia sio Edgar William, ni yule Eli Mokono, kiungo wakati anaweza kucheza pembeni au namba 10. Ndio alikuja kuifikia juzi tu hapa mwezi mmoja uliopita na nusu. Kwa hiyo ilikuonyesha ni shida kiasi gani wao kufunga. Sasa hizi mechi you need to score. Kwa hiyo kwa ni changamoto. Hao wachezaji ambao wanao Fountain Gate, wachezaji wa kimataifa baadhi. Hivi John Nobo yupo? Unaweza kupeana? Bado hajarudi kwenye timu. Hawa wachezaji ambao wanao hii quality yake, wachezaji wa kimataifa ambao baadhi wapo nao kwenye timu wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons, pengine tunaweza tukaipata nafasi ya kwanza Tanzania Prisons katika playoff yao. Wakiondoka kwenda kucheza dhidi ya Stand, ni rahisi kiasi hicho kwa Fountain Gate kubaki ama bado bahati inaweza ikawa upande wao? Bado na mashaka. Kusema kweli. Kinachokuwa kinawasaidia sana ile confidence kwamba sisi tumetoka ligi. Tunaweza kukufunga ya Stand kutoka championship. Hiyo ndio ambayo huenda itawasaidia. Na watahitaji kuwa na mechi bora ya msimu ambao mimi hawajawahi kunionyesha tokea msimu huu umeanza ili kuweza kuwafunga hao Stand. Ikitokea wao watafungwa na Prisons lakini. Ndio hivyo. Kwa sababu ukimwangalia Abdalla Kulandana, ukimwangalia John Nobo kama solution tayari alikuwa na makosa, walimtoa Fikirini na alikuwa na issues, umeelewa? Wana mabeki wakina Makame wana makosa mengi sana kwenye timu. Fountain Gate ndio timu ambayo imefungwa mabao mengi ya penalty kwa timu yote. Nikitoa takwimu ya miezi miwili iliyopita walikuwa wamefungwa mabao penalty 8. It's a lot. 5 zinahusisha kushika. Umeelewa? Kwa hiyo haya ni mapungufu ya safu ya ulinzi ya Fountain ambayo wanayo. Kwa hiyo mimi nachelea kuwaamini kama kwanza wataweza kumtoa Prisons.
naamini nachelea kuamini kwamba anaweza kumtoa stand. Kumtoa stand. Nasubiri nione mechi zako kwa sababu labda yani sijui wafanyeje. Yani wabadilishe mentality, sijui akiwe bonus kubwa, sijui atulie kinamna gani ndo acheze hizo mechi za kwa sababu zina pressure zake vile vile. Faraji, unaikaribisha stand kwenye ligi kuu, unaiaga Tanzania Prisons na Fountain Gate kwenye ligi kuu? Kwanza unajue kwenye kuongelea timu mbili ambazo zinaweza kucheza playoff, Tanzania Prison ni bora zaidi kuanzia ile duru la pili. Unajua tangu aje Amani Josia kuna vitu ambavyo vimebadilika sana. Prison walikuwa na hali mbaya mwanzoni mwa msimu wakati wako na Mbwana Makata, lakini baada ya Mbwana Makata kuondoka na timu kupewa Amani Josia, kuna vitu ambavyo vimebadilika. Kwanza, kukusanya alama nyingi zaidi. Katika alama 30 unakusanya alama 19 katika duru la pili. Lakini pili ni ari ya upambanaji wa wachezaji, kwa sababu wachezaji ambao walienda perform chini ya Mbwana Makata ndio wachezaji hao ambao wana perform sasa hivi, wameperform kiasi kikubwa kutoa alama nyingi chini ya Amani Josia. Maana yake kocha kuna mazingira ameenda kuboost vichwa vya wachezaji na namna ya kupigania nembo ya timu ili iweze kusalia. Sasa hivi vitu vyote ukiviangalia, ukija kumlinganisha na mpinzani wake ambaye ni Fountain Gate, wewe utampa credit zaidi Fountain Gate mwanzo alivyoanza msimu, lakini kinyume chake raundi ya pili tumekiona. Kwa hiyo ni timu mbili ambazo moja ilianza vibaya duru la kwanza, lakini duru la pili wamebadilika. Tanzania Prison moja ilianza duru la kwanza vizuri, ikawa inacheza mpira wa kuvutia, ikawa inafunga magoli Fountain Gate, lakini duru la pili imekuwa kinyume chake, maana yake wameenda perform. Hii sasa inatoa picha kwamba kwenye mechi ambao wao kwa wao watakutana, ni nani atakuwa anataka mchezo zaidi. Maana yake wachezaji wa Tanzania Prison wana utayari zaidi, kwa sababu kile ambacho wameweza kukiona kama kwenye duru la pili walikuwa bora zaidi kwenye kukusanya alama nyingi na kuweka timu katika nafasi hiyo. Lakini kingine ukiangalia kwa mchezaji mmoja mmoja, umeongelea wachezaji ambao kimataifa ambao wanapatikana Fountain Gate, lakini ukirudi Tanzania Prison haina hao wachezaji ambao ni wa kimataifa wengi, ukimondoa Madumo Made, lakini wao wachezaji wengi ni local. Sasa unaanza kufanya comparison local players ambao wanapatikana Tanzania Prison na local players ambao wanapatikana Fountain Gate. Kwa ujumla katika mpira wetu wa Tanzania, wachezaji wetu wengi hawapishani huo ubora. Lakini kuna utofauti mdogo ambao unaweza kukupa picha. Tumetoka kuongea hapa kwamba wamefungwa magoli mengi, amesema magoli 8 ya penalty, lakini ni timu ambayo imeruhusu magoli 55 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kaongelea kwenye safu yao ya ulinzi, Joram Mgeveke, Lawan Makame, wakina Jackson Shiga ambao ndo mara nyingi wanacheza kwenye hilo eneo, wana makosa mengi ambao ni ya kurudia. Lakini unaweza ukaja ukakuta kwamba unacheza na wapinzani wa namna gani kwenye box lako. Unamwongelea mtu kama Beno Ngasa ambaye ameonekana kama silaha kubwa ya Tanzania Prison, kasi kubwa sana, usubutu wa kupenya maeneo magumu, alafu ukiangalia ana uwezo pia wa kushuti mbali. Tujiandae na penalty. Kwa mazingira kwa sababu kuna Chanongo pia Prisons ambaye ana form nzuri sana. Kuna Abdul Karim Segeja, una Oscar Mwajanga ambaye anaweza asianze, lakini akiingia namna ambavyo anaweza kuvuruga ile defense line kwa kuwavuta, kwa sababu sio mshambuliaji ambaye anapenda kukaa sana, anaweza kaenda wide. Kwa hiyo maana yake atakulazimisha utoke, ukitoka maana yake ndio kwa wazi mtu anakuja. Sawa, kwa maana hiyo tafsiri yake ni kwamba unaweza ukaikaribisha ukaiaga Fountain Gate kwenye ligi kuu, ama ukaikaribisha Stand United kwenye ligi kuu, ndio au hapana? 50 kwa 50. 50 kwa 50. Yes. Sababu playoffs nao wana approach zao. Yaani unajua unasikia Mangasori. Yaani mechi ambayo unapaswa kuimaliza afu unaenda kuicheza tena away, maana yake mpango kazi ni tofauti na mechi za ligi. Okay. Ambazo una option kwamba katika mechi 30 nimepoteza kwanza, pili, ya tatu, lakini naweza nikabadilika nikaperform. Sawa Faraji, pamoja na Bisa Steven Junior tulikuwa tunaangalia kwa kina zaidi taarifa ambayo inahusu ligi kuu ya NBC kwa timu mbili za juu ambazo pengine zinaweza, sio pengine, ndizo timu ambazo tunaweza tukapata bingwa, kwa maana ya Simba pamoja na Yanga. Timu zote hizi mbili zikizidiana alama moja, Young Africans ikiwa na alama 76 wakati Simba Sports Club ikiwa na alama 75. Lakini huko chini kuna matumaini makubwa zaidi kwa Tanzania Prisons pia na mwenyewe kucheza playoff, lakini kwa Fountain Gate tayari ishaonekana kwamba playoff inawahusu moja kwa moja na Tanzania Prisons pia kwa asilimia kadhaa. Inategemeana kwamba atashinda magoli mangapi siku hiyo kwenye mchezo wake ambao itamaliza dhidi ya Singida Black Stars. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania, kutoka Tabata TUT Dar es Salaam, ilipo makao makuu ya Azam TV, ndipo tunapozungumza nawe